asifiwe. Naitwa Caroline Mugito, nimeokoka. Niliokoka mwaka wa 2011 na Mungu amekuwa akinisaidia kufuata amri zake kwa Biblia. Tunasoma Waefeso 1 kutoka 11 hadi 14. Waefeso mstari wa chapter 1 kutoka 11 mstari wa 11 hadi 14. Natumai tuko mahali pale. 11. Na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi, huku tukichaguliwa tangu awali sawasawa na kusudi lake yeye, ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake. Nasi katika huyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake, sisi tuliotangulia kumwekea Kristo tumaini letu. Nanyi pia katika huo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Ndiye aliye arabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa milki yake kuwa sifa ya utukufu wake. Hili ndilo neno la Mungu. Sifa kwa Mungu. Kwa hakika jina langu ni Eugene Omkala. Nami nimepata fursa ya kuweza kuleta neno siku ya leo. Nimeoa bibi mmoja ambaye anaitwa Vivian, na kati yetu tuna mtoto mmoja ambaye anaitwa Anaya. Na kwa siku 30 ataweza kuwa mwaka mmoja. Bwana apewe sifa. Nitaomba alafu tutaweza kuangalia neno kutoka katika kitabu cha Waefeso. Basi hebu tuombe. Bwana, nena nasi asubuhi ya leo. Moyo wetu Bwana, wacha uwe wazi mbele zako, ili neno lako liweze kutubadilisha sisi, tuweze kufurahi na kuweka tumaini letu kwako tena na tena. Bwana, wakati ambapo tunaweza kukata tamaa, Bwana tusaidie kuwa sisi kupitia neno lako tunaweza kurudisha hamu yetu kwako, mfalme wetu. Na Bwana, acha maneno ya kitabu hii iwe ya kututia nguvu sisi asubuhi ya leo, ili tuweze kuendelea na kuangalia na kutumainia wewe peke yako. Bwana, haya yote twaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Katika kanisa letu la Grace Point na katika ibada hii tunaweza kuwa tukiendelea ama tumeanza kuangalia kitabu cha Waefeso. Na tumeanza kwa polepole kwamba tumeanza katika mlango wa kwanza, na tumeona katika sermons kadhaa ama mahubiri kadhaa wakiweza kuelezea zaidi kuhusu kitabu hii cha Waefeso. Na sasa tumefika katika aya ya 11 hadi 14. Katika aya za hapo awali, kile ambacho tunaweza kuona ni kwamba Mungu ametuokoa. Na ametuokoa sisi ili sisi tuweze kurithi baraka zake. Zile baraka ambazo ameziweka ndani ya Roho wake. Tumeweza kuona kwamba yeye ndiye aliyetuchagua hata kabla dunia ijaanza. Mungu mwenyewe ndiye aliweza kutuchagua sisi. Tumeweza kuona kwamba yeye ndiye ambaye ametuokoa, na ametuokoa sisi kupitia mwanawe Yesu Kristo pale msalabani. Ameweza kuturejesha sisi kwa kutuosha dhambi zetu na kutufanya sisi kuwa wake. Na anaendelea kusema kwamba hii yote ameifanya ndani ya mwanawe Yesu Kristo.
Fungu ambalo tunaweza kuangalia siku ya leo si tofauti, bali tunaweza kuendelea kuona baraka ambayo Mungu ametupa sisi ndani yake Yesu Kristo. Mtu akikuuliza, je, ni baraka gani Mkristo anayo? Na fungu hili ama kitabu hii cha Waefeso, mlango wa kwanza inaweza kujibu swali hii. Baraka ambazo Mungu ametupa sisi kama Wakristo, kwa hakika ziko ndani ya Yesu Kristo. Na baraka hii inakaa kama nini? Zile ambavyo nimezitaja. Ya kwanza tumechaguliwa na kufanywa kuwa wa Mungu. Tumeweza kuokolewa kupitia Kristo aliyekufa msalabani kwa sababu yako na mimi. Na tunaenda kuendelea kuona kwamba Mungu hakusimama pale, bali aliendelea kutupa baraka zaidi na zaidi. Basi somo letu la siku ya leo itakuwa kuwa tumsifu Mungu, maana katika Kristo tuna urithi. Tumsifu Mungu, maana katika Kristo sisi tumepata urithi. Katika society yetu, sisi kama Waafrika, kurithi ama kupewa urithi ni jambo ambalo ni kubwa sana. Ni jambo ambalo inasimamisha kila kitu kwa familia, inaleta wale walio mbali na walio karibu pamoja, ili wafanye nini? Waweze kujua baba yangu ama babu yangu ameniwachia nini. Na tumeona chanzo kubwa sana cha ugomvi katika dunia yetu imekuwa urithi. Urithi wetu ambayo baba zetu ama babu zetu wanapeana. Je, wanachaguaje mtu? Wanaangalia, wanasema, David anakaa ana tabia njema. Inakaa nikimpatia mali yangu, basi najua mali yangu itatunzwa vizuri. Na kuna ndugu fulani pale, tunamwangalia kidogo, tunaona wacha tumwachie kitu kidogo kwa sababu yeye ni mwana wangu. Kidogo tu. Siku hizi dunia imetushangaza kwamba kuna watu ambao wamesema, yule ni mwana wangu, lakini urithi wangu wote nitafanya nini? Nitapeana for donation. Inakaa kijana wangu wako sawa. Urithi yangu usiingoje. Mimi yangu yote nitapeana mahali pengine. Inakaa kwamba ile njia ambayo urithi inaamuliwa katika familia zetu, baba zetu, babu zetu, ni kupitia mienendo na tabia na kile ambacho umefanya ili uweze kupata urithi. Lakini kwa Kristo, je, Kristo anafanya vile vile kama vile baba zetu wanafanya ili tupate urithi? Jibu ni la hasha. Tunaona kwamba katika Kristo urithi ambao tunapewa kwa sababu yake Mungu pekee. Anatupa urithi kwa sababu tuko ndani ya Kristo peke yake. Na alifanya hivi, kitu cha kushangaza ni hii, alifanya hivi kabla ya dunia kuundwa. Urithi wake tulipata, urithi ambaye tunaipata katika Mungu kupitia Kristo. Sisi tumeipata si kwa sababu tumefanya jambo lolote. Si kwa sababu tumeweka bidii, tumekuwa watu wazuri, ndio tunapata urithi huu. La hasha. Tunaona vile alivyotuokoa, alivyotuchagua, alivyotuokoa katika Kristo, ndivyo anavyotupa urithi sisi ndani ya Kristo. Hatujafanya kitu lolote kuweza kupata ama kufanywa kuwa wenye maana ya kupata urithi huu. Tumepata bure kwa sababu tuko katika Kristo. Aya 11 inasema hivi:
na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi, huku tukichaguliwa tangu awali sawa sawa na kusudi lake yeye, ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake. Tulichaguliwa kwa sababu tuko ndani yake Yesu Kristo, na kwa sababu la kusudi lake Mungu. Yeye pekee, Mungu pekee, kwa sababu alipenda hivyo, ndiyo maana tumeweza kupata urithi. Na Paulo anaendelea kusema hii urithi, kwa sababu tunaipata ndani yake Yesu Kristo, kwa sababu ya ile wokovu ambayo Kristo ametupa sisi, ndiyo kitu ambayo inafanya tuna qualify kuweza kupata urithi huu. Nasi katika huo tumepata kuwa sifa ya utukufu wake. Sisi tuliochaguliwa kuweka Kristo, kumwekea Kristo tumaini letu. Sababu kubwa ya Paulo kusema amepata urithi kwa Mungu Baba, ama kutoka Mungu Baba, ni kwa sababu Yesu amemwokoa yeye. Ni kwa sababu tumaini lake liko katika Kristo aliyekufa msalabani kwa sababu ya dhambi zake. Hii ndilo jambo pekee wa Kristo anaweza kujivunia ya kuweza kufanya kupata urithi. Si kama mimi naweza nikasema, labda mimi ndio kijana peke yangu kwa familia yetu, so nani mwingine atapata hii kitu? Ni mimi pekee. Lakini Kristo anasema hivi, ni kwa sababu ya Kristo pekee, ndiyo maana tumeweza kupata urithi huu. Na ndani ya Kristo ni vizuri kusema, si kama mila zetu ambayo kitambo tulikuwa tunaona ni kijana pekee anapatiwa mali, lakini kwa Kristo sisi wote, mwanamume na mwanamke amepewa urithi. Tuna urithi ndani ya Kristo kwa sababu yeye pekee aliweza kufa msalabani na kutufanya sisi kuwa wana katika ufalme wa Mungu. Na hii yote Mungu anafanya, inasema ni kwa sababu ya utukufu wake pekee. Paulo anaendelea kusema hapo, nasi katika huo tupate kuwa sifa ya utukufu wake, for his glory alone. Mungu anafanya hii mambo yote si kwa sababu ya mambo ingine, bali ni kwa sababu utukufu wake uweze kuonekana katika dunia. Tuweze kuwa watu ambao tunaonyesha kuwa katika Kristo, unapokuwa ndani yake Kristo, unapata urithi, na hii ni kwa sifa ya Mungu muumba pekee. Hakuna jambo lingine. Hakuna kitu kingine ambacho tunaweza kusema sisi tumefanya ili kuweza kupata urithi huu. Bali ni vizuri kusema ni Yesu pekee. Vile mwimbaji mmoja aliimba akisema, bila Yesu itakuwa ngori. Kwa hakika, na itakuwa mwisho wa story. Hii urithi tunaopata ni ndani ya Yesu pekee, si mahali kwingine. Tukitoka nje ya Yesu Kristo, mambo haya yote ambayo tunaweza kuona tumepewa katika Kristo, hatuwezi ipata. Na Paulo anaendelea kuambia, nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikiliza neno la kweli, habari njema ya wokovu wenyu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri wa Roho wa ahadi aliye mtakatifu. Paulo anaanza kuwaelezea kwamba vile yeye amefanywa kuwa mrithi ni njia sawia
ambayo pia nyinyi wa Efeso mnaweza kufanywa kuwa wenye urithi katika ufalme wa Mungu. Ni kupitia ile neno ambayo mmeweza kulisikiliza, kupitia wokovu ambao mmeweza kuichukua ama kuiweka ndani yenu, kupitia yule Roho ambaye mmeweza kumpata, basi mmefanyika kuwa warithi katika Kristo. Na tunaweza kuona katika dunia hii yetu ni kwamba mtu anaweza akapewa mali na baba yake, kidogo kidogo unapata haiko, imeisha yote. Aliachiwa mali, baada ya muda mchache yote imepotea. Sisi kama Wakristo tunaweza tukauliza, na hii mali yetu ama hii urithi ni nini inayoweza kufanya ama kuwa guarantee? Ni nini itaweza kufanya tuipokee mwishowe tutakapomwona Yesu Kristo? Na Paulo anajibu na kutuambia, Roho Mtakatifu aliye ahadi ama ambaye ni ahadi wetu, ambaye anaishi sasa ndani yetu sisi ambao tumempokea Kristo, ndiye anaweza kuchunga ama kuwa kama guardian, anaweza kuangalia mali yetu hadi ile wakati tutaweza kurithi mali hii. Roho huyo Mtakatifu, yule ambaye anaishi ndani yetu, ndiye ambaye anaweza kukua kwanza anakuwa seal ama anakuwa ile muhuri ambayo inafanya nini? Inaonyesha kwamba sisi ni watoto wake Yesu Kristo ama Mungu Baba. Na pili, anakuwa ile muhuri ya kuonyesha kwamba tutakapofika, yeye ndiye ambaye atakuwa ile muhuri kuonyesha kwamba sisi ni watoto wake Yesu Kristo, na urithi huu tumeweza kupatiwa katika Mungu Baba. Muhuri ilikuwa kitu kubwa hapo awali. Mtu akitaka kupitisha ujumbe kutoka kwa mfalme kwenda kwa watu wake, mfalme alikuwa anaandika barua, alafu anachukua muhuri, anaiweka, anaitandika katika ile barua. Mwenye anapeleka barua ataipeleka, na kwa mtu yule ambaye ameandikiwa barua hii, anapoona muhuri huu, nini inafanyika? Anajua kweli hii barua imetoka kutoka kwa mfalme. Hivi ndivyo Roho Mtakatifu ndani yetu anaendelea testify, anaendelea kusema na kuwa kwa dunia yote na pia mbele zake Mungu Baba kwamba hawa watu wamefanyika warithi, hawa wamekuwa watoto wa Mungu. Na nini inaonyesha? Roho Mtakatifu ambaye anaishi ndani yetu. Yeye ndiye ambaye anaonyesha kwanza sisi tumekuwa wana wa Mungu, na pili anaweza kutuonyesha kwamba urithi ule ambayo Mungu ametupa sisi twastahili kuipokea. Marafiki, hofu zetu inafaa zitiwe mbali kabisa. Tunapoulizana kwamba tutaweza kurithi urithi huu, jibu ni ndio, maana muhuri Roho Mtakatifu, ishara kubwa imo ndani yetu. Yule Roho Mtakatifu ambaye aliletwa na Baba anaishi ndani yetu, na ndiye ambaye atafanya sisi ile siku tunapoenda mbele za Mungu, urithi huu tunaweza kuipokea bila wasiwasi wowote. Na jambo hili lote Mungu anaendelea kusema ameifanya hivi yote kwa sifa ya utukufu wake. It is for his glory alone. Si kwa sababu ya kitu kingine, bali ni kwa sababu ya sifa ya utukufu wake Mungu pekee. Hakuna jambo kubwa tunaweza kuona kama hii. Hakuna shawishi kubwa ambayo tunaweza kuona kama si hii. Yule Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu,
na anaendelea kutestify mbele zake Baba kuwa sisi tumekuwa wanawe, wana wake ndani ya Kristo. Hii mambo yote inafanyika ndani yake Yesu Kristo pekee. Basi tufanye nini? Tumsifu Mungu kwa sababu ya Kristo. Tumsifu Mungu kwa sababu ya Kristo, yule ambaye amefanya sisi kwanza kuwa warithi, yule ambaye amefanya sisi sasa Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu. Maana haya yote tunaweza kuipata ndani yake Kristo. Usidanganywe. Usidanganywe. Hauwezi kupata hii lolote ambayo tumetaja siku ya leo kama hauko ndani yake Kristo. Kama Kristo aishi ndani yako, basi ni vigumu sana wewe kuwa mrithi pamoja na wana wote ambao wanaongelewa katika fungu hili. Yule Yesu aliyekuja kaishi kati yetu, sasa anaishi ndani yetu, wale wote ambao wamemwamini Kristo. Kama hujamwamini Kristo, angalia mambo yote ambayo unakosa. Weka tumaini lako katika Kristo na basi utakuwa mmoja wa warithi pamoja na wana wake wote. Na uhitaji kufanya kitu lolote, maana Roho Mtakatifu ndiye ambaye ataweka urithi huu kwa sababu yako. Basi tusiwe na hofu. Tusiwe na hofu kabisa, maana jambo hili lote linafanyika ndani ya Kristo. Tunaweza kumwangalia Kristo na tukajua kwamba yeye pekee, ndani yake mambo haya yote tumeweza kupata. Ndani ya Kristo pekee, marafiki, ndivyo tunaweza kupata uzuri wote ambao umeweza kutajwa katika fungu hii. Kuanzia mstari wa 3 hadi mstari wa 14, yote inapatikana ndani yake Kristo. Siwe na hofu. Maisha inapokuwa ngumu, na kila kitu inapoenda mrama, siwe na hofu. Maana ndani yake Kristo sisi tumefanywa kuwa wanawake kwanza na pia kuwa warithi. Mungu aendelee kutusaidia sisi kuishi kwa kumwangalia Kristo kila siku.